Watu wanapofunga ndoa wanakuja altareni hapa, wanafanya maagano ya nini? Ya ndoa. Sasa mara nyingi watu wa ndoa wanafikiria kwamba kufanya maagano ya ndoa, ninafanya ndoa na huyu mwanaume au huyu mwanamke yuko mbele yangu. Hapana, maagano mnayofanya sio na mwenzako wa ndoa. Ahadi unazofanya wewe, haufanyi ahadi kuhusu huyu ufanye ahadi kwake. Wewe kama mama unafanya ahadi kwa mume wako, sio kwa mume wako moja kwa moja. Ahadi zako ni kwa nani? Ni kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo iwapo unafanya ahadi kwa Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu katika magonjwa na raha, katika magonjwa na afya, katika tabu na raha, nitakuwa nini? Mwaminifu. Sio kwa mwenzako wa ndoa. Humwambii mwenzako wa ndoa, nyiwe mnafikiri unamwambia mwenzako wa ndoa. Hapana. Sakramenti ya ndoa, unapotoa ahadi kwa hapo mbele wakati wa ndoa, ahadi hizo wewe unaingia agano na nani? Na Mungu. Unaingia agano na Mungu kwamba ninakuahidi Mungu wangu nitakuwa mwaminifu kwa huyu, na kuahidi Mungu wangu nitakuwa mvumilivu, nitakuwa mke wa huyu, ninampokea huyu. Unamwambia Mungu au mwambii mwenzako. Kwa hivyo unapokuwa mwaminifu kwa ndoa yako ni kwa sababu uliingia agano na nani? Na Mungu. Unapokuwa mtii kwa mume wako, unakuwa mwaminifu kwa nani? Kwa Mungu, mtii kwa Mungu. Ndio maana ndoa inalinganishwa na Yesu Kristo kama kichwa cha kanisa. Yeye ni mume wa kanisa na kanisa ni mke. Kwa hivyo kama ni utii, unatii Mungu kwanza, na kupitia kwake sasa unatii nani? Mume wako, au unampenda mke wako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu zangu, mjue kwamba nyinyi kama akina mama mna wajibu mkubwa sana. Unapoweka ahadi kwa Mungu, unaingia agano na Mungu katika sakramenti ya ndoa. Agano hilo na Mungu unalitimiza, unaliishi sasa na mwenzako, lakini wewe umeingia agano na Mungu. Kwa hivyo ili ndoa hii idumu, ili ndoa yako idumu, lazima sasa, kama umeingia agano na Mungu, uhusiano wa kwanza ni una nani? Kama umeingia agano na Mungu, uhusiano wa kwanza ni uhusiano gani? Kati yako na nani? Kati yako na nani? Na Mungu. Kwa hivyo agano lilikuwa kati yako na nani? Na Mungu. Kama agano lilikuwa kati yako na Mungu, basi uhusiano wako kwanza na Mungu. Uhusiano wako ukiwa mzuri na Mungu, kwa mume inakuwa rahisi sana, kwa mwenzako wa ndoa inakuwa rahisi sana, kwa sababu umetimiza ahadi yako kwa nani? Kwa Mungu. Ulimwahidi Mungu kwamba nitampenda, ninakupokea wewe uwe mume wangu katika tabu na raha, katika afya na magonjwa, nitakuwa mwaminifu kwako. Hiyo ni ahadi kwa Mungu, sio kwa mwenzako. Sasa kuzitekeleza, unazitekeleza kwake. Yeye anapata matunda ya uhusiano wako na nani? Na Mungu. Na hiyo ndio maana sasa tunaleta swala la sala. Swala la sala, ili uweze kuwa na uhusiano mwema na Mungu, lazima uwe mwanamke wa nini? Wa sala. Na nyinyi wanawake mnaweza kubadilisha makubwa sana duniani iwapo tunajikita kweli kuwa watu wa sala. Mkumbuke Monica. Mkumbuke Monica alivyokuwa na mtoto wake na mume wake, ilikuwaje? Lakini alikuwa mwanamke wa nini? Wa sala. Alitimiza ahadi yake kwa nani? Kwa Mungu. Akawa mwanamke wa sala, na kwa sababu uhusiano wake na Mungu ulikuwa mzuri, mtoto wake aliweza kubadilika, aliweza kuongoka. Tumsifu Yesu Kristo. Na watoto wengi katika sala tunapofungisha ndoa, huwa tunasema kwamba tunawaombea ninyi muweze kuwakabidhi mila na desturi zilizo njema watoto wenu. Ni nani anakabidhi mila zilizo njema? Ni mama au baba? Ni mama au baba? Ni mama. Baba wako busy huko nje, sio wapi kule, lakini wewe ndio na mtoto wako
kila mara atajua kusali kupitia kwa mama, atajua kwenda kanisani kupitia kwa nani? Kwa mama. Nani anabeba mtoto akienda kanisani? Ni mama. Sasa kama wewe sio mtu wa sala, wewe sio mtu wa kanisa, wewe sio mtu wa jumuiya, wewe huyu mtoto hata jumuiya hataenda, hata kanisa hataenda, kwa sababu wewe ndio unakaa na mtoto muda mkubwa zaidi kuliko baba yake au ndugu zake.